Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Kama unaniona tusalimiane bwana. Basi nashukuru Mungu pia niko mzima. Amen. Hizo movement ni nyingi sana. Hallelujah. Nasema hizo movement ni nyingi na watu wana mama sana huko nyuma. Hallelujah. So kama kwa nyuma songa mbele. Hallelujah. Hatutaendelea mpaka msonge mbele. Wewe rudi hapa mbele, ibada ikianza main service rudi nyuma. Lakini ibada ya vijana kila mtu aje mbele. Mimi sianzi kabla kama utasonga sianzi. Amen. Wajua kwa ibada kwa ibada. Si wengine kwa kule kama tuonekana kama sote. Hallelujah. Wajua kuna kitu moja lazima tu sawa. Ukiona umetoka nyumbani umekuja kanisani, usitarajie kiasha na kuja kusukuma. Amen. Wajua mwanzako anaweza kuambia fanya hivi unakuwa umepasika. Hekaluni hakuna jambo dogo. Ninapomshika press mwambie njoo mbele kilazima. Anaweza toka kanisani na ni kitu cha kawaida tu ya kuwa songa mbele. Hallelujah. Amen. Alafu Rachel eka kidogo kamera nataka niongee kitu. Ni baada ya vijana hii waimbaji tuone mbele. Sio wengine tusimame. So tunaenda kufungulisha ibada ya vijana. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Bwana kwa wakati na majira haya Yesu. Tazama Bwana watoto wa Sunday School wamekuita. Teenagers Yesu mgongo akakuita Bwana. Tumeona Bwana nguvu zako zikitembea katikati yetu Yesu. Imefika ibada ya vijana ewe Masia. Tunaiachilia mikononi mwako Baba. Nenda Bwana katutawale ewe Mungu. Katuondolee kila mawaa yote. Katuepushe na kila falme Mungu ambazo zimetayarisha kwa ajili ya distraction ya ibada hii Bwana. Tunaita Roho wako Yesu akawe na kazi yetu mahali hapa. Tunapoanza ibada hii Bwana na tutakapoona mwisho mwema, sifa na utukufu utakurejesha wewe Bwana. Nikiweka vipaji mikononi mwako, nikiweka wahubiri mikononi mwako, wote Baba watakase, ukatembee nao Yesu wangu. Ninakushukuru maana ni mwema Bwana. Yule Roho Bwana aliyeshuka kwa Sunday School, akashuka kwa Chereja Baba, tunamwalika sasa Mungu akashuka ndani yetu Bwana, akatusaidia Yesu, akatusimamisha Baba, akatupochesha Baba, kila maroza wote zote, kila maroza mchawi yote, waliojiandaa Yesu, kuleta fujo mahali hapa, kila maroza confusion, waliojiandaa Yesu, kuleta fujo mahali hapa, tunazikamata, na kuzikamea katika jina la Yesu. Yesu chukisha tukufu wako sasa, hadi mwisho wa kipindi hiki Bwana. Yesu nakushukuru maana wewe utenda na kusema ni kazi yako Baba. Nenda Bwana ukafanye makuu katika ibada hii. Mungu wako sifa na utukufu na kurejesea katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Yeah.
umeshi na mtoa. Tunakushukuru Yesu mwana wa Mungu. Tazama ukoo wako Yesu asubuhi ya leo. Penda yacha Bwana. Umetupatia mvua ewe Masia. Umetunyunyizia mvua ewe Jehova. Yesu tunakushukuru kwa baraka hizi Bwana. Nikiamini ya kwamba ewe Mfalme, ili hata watu yetu Bwana, ya kwamba Bwana ukachilia mvua Yesu. Nikiamini kuna wengine Baba wametegemea kilimo Baba. Wacha mvua hii ewe Masia ikaongezeke Baba kwenye mashambani Yesu. Ili Yesu mwana Mungu watu wakapata chakula chako. Tunakushukuru asubuhi ya leo kwa baraka za Mungu Baba. Yesu zidi Baba kutawala, zidi Bwana kutawala mwenyewe. Nenda Bwana katamalaki. Tazama kanisa lako asubuhi ya leo. Tunalileta mikononi mwako. Tazama shirika Yerusalemu. Tunawaleta mikononi mwako. Baba ndio kawatawale. Natuongoze Yesu Mungu. Natuongoze vyema Baba. Ulisema ya kwamba wewe ni mchungaji wema. Na ukasema ya kwamba yeyote atakayeamini tazama kondoo huyo atapotea kamwe. Asubuhi ya leo Masia tumejiachilia mikononi mwako. Nenda Bwana ukatutawale. Nenda Bwana ukatuongoze. Nenda Bwana ukatutangulie. Tangulia maisha yetu Baba. Tangulia ndoa zetu Baba. Wengine wako mahali hapa wamesongwa na mashia, wamesongwa na zilizo mahali hapa. Asubuhi ya leo tunaingia Baba, tunaberegesha Baba, tunabomoa Yesu, tunabomoa Yesu kila ukuta Baba wa kiuchawi Baba, kila ukuta Yesu wa kifreemason Baba, kila falme zote za nchi kavu Baba, kila mano Yesu na wangarini Yesu, sote tunavunja, sote tunabomoa, sote tunaharibu, sote tunaharibu, Yesu tunaharibu, sote tunaharibu katika jina la Yesu. Kila uvimbe wala wameshikwa na uvimbe kwa tumbo zao Baba, inaachilia moto, inaachilia moto, inaachilia moto. Kila uvimbe Masia ukayeyuke Baba, kila uvimbe Baba ukayeyuke Masia, kila uvimbe Masia ukayeyuke Baba katika jina la Yesu. Baba asubuhi ya leo ninakamata Baba kila roho ya talaka, kila asubuhi ya leo ninakamata sema leo kila roho ya talaka ikamatwe sasa, kila roho ya talaka ikamatwe sasa, kila roho ya talaka ikamatwe sasa, ikamatwe sasa, ikamatwe sasa, ikamatwe sasa, ikamatwe sasa, ikamatwe sasa katika jina la Yesu. Baba hurumia kanisa lako, hurumia kanisa lako Baba, hurumia kanisa lako Baba. Wengine wamebaki machumbani kwa jina la Mfalme, asitaki kuachilia. Asubuhi ya leo Baba tunaingia ngazao, tunaingia ngazao, tunaingia ngazao. Kila falme chomeke, kila falme chomeke, kila falme chomeke, kila falme chomeke. Waachilie Baba, nenda Baba, nenda mafungo Baba, nenda mafungo Masia. Tungoana wako Baba, tungoana wako Baba. Waepushe Baba na kila uchawi, waepushe Masia na kila freemason, waepushe Baba na kila mitego, kila mitego yote, kila aina mitego, kila aina ya 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 mitego. Itakulewa sasa, itakulewa sasa, itakulewa sasa. Mitego ya nyoka itakulewa sasa, mitego ya freemason itakulewa sasa, mitego ya zamani itakulewa sasa. Mara za manyoka, mara za barabarani, kila ajali, kila ajali, hizo 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 ajali. Siende kwao, sirudibali, 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 sirudibali katika Baba tunakataa mateka. Freemason yuko mbio, anateka vijana, anateka vijana. Hiyo roho ya Freemason yuko mbio Baba, hata kwa mitandao wanafanyiza wewe, hata kwa mitandao wananyakua watu. Hizo mateka sao, mateka Freemason, mateka Freemason, mateka Freemason, mateka Freemason, mateka Freemason, mateka Freemason. Tunaingia ngazao, tunaingia ngazao, tunachoma, 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 tunachoma Freemason, tunachoma kila mnyake, tunachoma kila mateka, tunachoma kuvamiwa kwa vijana, tunaleta katika kila aina ya ushawishi, kila aina ya ushawishi, kila maajenti walioandaliwa
enda kwa njia, enda kwa kanisa, kila roho ya agent, kila maroho ya agent, tunasikamata, kila roho ya agent, ikamata sasa, kila roho ya agent, ikamata sasa, katika Baba tunakushukuru. Kila mara za confusion zilizojiandaa leo kuleta mtafaruku katika nyumba yako, hatutakubali. Kila mara za confusion, kila mara zote, kila mara zilizojiandaa kuleta vurugu, tunazikamata. Kila roho ya confusion, ya kujituma, ya kutumwa, ya kutoka baharini, ya kutoka nchi kavu, tunazikamata. Asante Mungu, asante Yesu, asante kwa kupendelea, asante kwa kutupendelea. Asubuhi ya leo ninajua ya kwamba unaenda kutuhifadhi, unaenda kufunika entire Jerusalem, hata lango wako, hata walio nje, waliotafutia huko karibuni. Wote asubuhi ya leo tunawafunika na damu yako Baba. Mahali wako uwalinde, wafunike, watangulie, wapiganie katika. Asante Mungu, asante Baba, pokea sifa na utukufu, maana Baba unastahili. Bila wewe hatuwezi. Tazama Sunday school yetu, tazama teenagers wetu, tazama vijana wetu, tazama mama wetu, tazama Baba wazee wetu, tazama Baba huduma wa kanisa hili Baba, tazama mapasta kanisa hili, tazama kamati Baba, tazama mzee wa kanisa. Asubuhi ya leo namleta Irene mikononi mwako, mahali uko Baba, Irene Baba, namleta mikononi mwako Baba, mahali uko unajua vyema. Tazama mtumishi wako, mahali uko Baba, hatutakubali marosi vamie mahali uko Baba. Ile magonjwa ya yellow fever tunayakamata, kama ni uchawi tunaukamata, kama ni maroho tunakamata, kama ni mitego tunaitekua mahali uko Baba. Tekua mahali uko Baba, mponye mahali uko Baba, mtangulie, lekesha uponyaji, achilia 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 uponyaji. Baba, mtumishi wako amekuwa kuhudumu katika madhabahu, ametoa sadaka zake, amekuchezea, anaimba kwaya Baba. Siku ya leo hatutakubali marosi mkamate, hatutakubali uchawi msuria, hatutakubali masozi simame, hatutakubali akamate hizo maroho. Iwe ni mauti, iwe ni mateso, iwe ni madhabahu, tunakamata, ninakataa kila ugonjwa, aina ya ugonjwa tumekataa. Hii madhabahu ikamponye, hii madhabahu ikamsimamisha, hii madhabahu ikamrekesha katika. Asante Mungu maana unastahili. Asante Baba maana unajibu. Baba nenda Bwana kutupigania, tuepushe na kila inayoshawishi. Vijana wanatekwa na Freemason, vijana wanatekwa na Illuminati, wanatupa maisha magumu ili Baba tuwafuate. Hata maisha yawe magumu, hatutabaisha msimamo, hatutawaabudu, hata tula njaa, hatutaenda Freemason, hata tukutengua, hatutaenda Freemason, hata tuteseke, hatutaenda msaada wao. Tunaamini Mungu huko Baba, tuinue kwa mipango yako Baba, tuinue kwa siku zako Baba, tuinue kwa wakati wako katika. Asante Mungu mwaminifu. Katika jina la Yesu sote tuombe na tukuamini. Haleluya. Mungu ni mwema kila wakati. Kila wakati. Mungu ni mwema. Kila wakati. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Haleluya. Nashukuru kwa kipindi hicho. Ubarikiwe sana waliojiachilia mbele za Bwana. Ninaamini Mungu anaenda
kutenda makuu. Huenda wewe uko mzima lakini jamii yako imesongwa. Huenda wewe umekombolewa lakini bwana wako amesongwa. Kila wakati unapoenda mbele za Bwana, ombea kila mtu, usiangalie usima wako tu peke yake. Maombi anasema kila mtu ni intercessor. Kama huna piracho mkwako, kumbuka ile ilimakadara. Kama huna piracho mkwako, kumbuka ile ilifukuzwa na bwana yake, umuombe. Haleluya. So katika nyumba ya Mungu kazi ni nyingi, lakini watenda kazi ni kidogo. Imefika wakati sasa tukapate neno. Andaa moyo wako, mwambie Mungu, neno hilo kusudia leo, wacha nikutane na moyo wangu. Haleluya. So tusimame sote, tuweke mikono yetu pamoja wakati mtumishi wa Mungu anapojiandaa kutoka madhabahuni. Tutaleta neno. Karibu mtumishi wa Mungu. Ni wakati wako sasa. Ni wakati wako kutaleta. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe mara tena. Nina kila sababu kusema ni asante mbele za Mungu maana amenipa uzima mara tena. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa mrefu sana. Nitaenda moja kwa moja katika maandiko. Kitabu ni Samueli wa kwanza 25:3 pekee yake. Amen. Tuamini na tuombe. Asante Mungu Baba uliyeumba mbingu na nchi. Tazama nimesimama katika madhabahu yako takatifu teule Baba. Niko hapa ni kwa ajili yako masia wangu. Baba yangu ninachoomba kutoka kwako ni kibali na hekima yako. Baba yangu naomba kapate kuniongoza Yesu upendavyo wewe bali si mapenzi yangu. Baba yangu naomba kapate kuanza pamoja nami Jehova. Hata nifikapo tamati nikiwa katika hali ya kuheshimu wewe Mungu. Hakika nitanenwa jina lako nikisema wewe ni Ebeneza. Tazama baba yangu atawaamini wako mahali hapa Jehova. Baba yangu anahitaji kusikia kutoka kwako masia. Hata baba yangu kapate kushuka mwenyewe ukapate kunena na wao. Ukapate kufungua mioyo yao na masikio yao ya ndani. Pokea sifa na utukufu maana ni kweli Mungu mwaminifu. Nikupitia kwa jina la Yesu Kristo ni Mungu na mkombozi Mungu. Nasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kitabu ni cha Samueli wa kwanza. Mlango wa 25. Samueli wa kwanza mlango wa 25. Kuanzia mstari wa 3 nasema. Na jina la mtu huyo aliitwa Nabali. Na jina la mkewe aliitwa Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, mzuri wa uso. Bali yule mwanamume alikuwa hana adabu, tena muovu katika matendo yake ya kale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mara tena. Hapa tunazungumzia watu wawili, mke na mume. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye bibi alikuwa akiitwa Abigaili na bwana yake alikuwa akiitwa Nabali. Bwana Yesu asifiwe. Hapa katika maandiko yanatuelezea ya kwamba huyu mwanamke alikuwa mtu mwenye akili nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tena alikuwa mtu mwenye heshima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bwana yake alikuwa hana adabu. Kwa sababu huku nyuma maandiko inasema huyu mwanamume alimtukana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alitukana jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa alikuwa na mali nyingi, alikuwa na ng'ombe nyingi na mbuzi wengi, lakini baadaye alikuja kutukana jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu aliona ile mali yake imemtosheleza. Bwana Yesu asifiwe. Aliona
ni sawa bwanangu tukae kwa sababu hii ni weekend. Sitaenda kanisani. Na kwenye kunanyesha mvua hata tukae tu relax. Hapo itakuwa ni sawa sawa na mtukanisha Mungu wewe na familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke shujaa ni yule ambaye anajua kuilinda ndoa yake. Anajua kutengeneza kwa maraka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unapitia katika wakati mgumu gani, unamwambia Mungu hapana. Yote ambayo ameacha yanitie katika maisha yangu, acha yabaki hivyo hivyo, lakini hakuna hata siku moja nitakutukana wewe Mungu wangu. Abigaili alikuwa mwanamke mwenye heshima na alikuwa na akili nzuri, hakuwa na akili mbaya. Hata kama bwana yake hakuwa na adabu, lakini alimheshimisha Mungu huyu mwanamke. Mwanamke wa sasa ni mimi na wewe. Tutetee jina la Mungu. Usiliache jina la Mungu likatukana. Hata kama unajua mwanamume wako amekuwa sio mwaminifu katika ndoa, mwambie Mungu ninajua ipo siku utambadilisha. Sitashindana na yeye. Sitafuatilizia vyenye anaenda. Hata akirudi akienda akilala huko. Ukifika kesho asubuhi kuingilia kwa nyumba, usimwambie ulikuwa umetoka wapi. Muulize vipi bwanangu? Umechoka kwenye umetoka? Kama umechoka cha nikuwekea maji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akiingia tayari unaanza kumpa maneno. Unamwambia utakufa na malaya wako. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, tunahitaji utuelimishe katika hekima ya Mungu. Wewe kijana uliye mahali hapa, usiseme nimeomba sana lakini bado sijafanikiwa. Nimeomba ndoa sana. Hapi Mungu hakupi ndoa ambayo kila siku unaiomba. Anakupa kile kitu ambacho ni sahihi kwako. Unaweza kuomba miaka nenda miaka rudi, lakini Mungu hatakujibu kwa sababu anajua ni tamaa ambayo inakuvuta. Lakini mwanangu, nitampa kile ambacho anahitaji kwa wakati wake, ambapo hata waichutia hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kijana mwanangu, unasema ya kwamba mimi ndio breadwinner katika familia, lakini ninaona maisha yangu yamekuwa mabaya sana. Usiwe kama huyo mwanamume. Unaona bali, kwa sababu katika maandiko huko mbeleni inasema huyo mwanamume alikufa kwa sababu tu ya kumdhihaki Mungu. Mpendwa vijana, usiwahi kumdhihaki Mungu. Unaweza kumdhihaki Mungu kwa sasa, ukamtukana Mungu kwa sasa, lakini ukaona unaishi tu, ikapita miaka miwili, ukashikwa na ugonjwa wa kichwa na ukakufa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakaanza huyo amekatwa na wachawi wao, ametumiwa chini makata. Hapana. Ni ile ghadhabu ya Mungu imeinuka. Ile ghadhabu ya Mungu ndio inalipiza kisasi ndani yako. Kwa nini utukane baba yako aliyekuumba? Kwa nini utoe utu wako kwa ajili ya Mungu wako? Kwa nini? Wakati ni wa sasa. Tuwe na akili nzuri. Tujifikirie vizuri. Na wewe baba ambaye ulijitolea ukasema mimi ninamuoa huyu mwanamke awe katika maisha yangu, maana umeamua unataka yeye katika maisha yako, mheshimu sana huyo mama. Anakulindia watoto, anakutunzia watoto. Bwana Yesu asifiwe. Mama anaweza kuzaa watoto 10 akawalea kwa shida, lakini wale watoto 10 wanaweza kumwacha mama ateseka. Hebu angalia mama alivyochuja. Amewalinda watoto 10 wote na yeye ni mtu mmoja. Lakini nyinyi watu 10 kumtunza yule mama, unasema mama amezeeka. Hebu kumbuka kipindi cha nyuma. Huyo mama ndiye amekuwa kama ni msaada kwako. Amekulea vizuri. Amekuweka karibu kama msichana. Amekuweka karibu kama mtoto wake kipekee. Alafu unamkosea heshima. Tuwe na akili nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na heshima hata katika madhabahu. Madhabahu si kitu cha kuchezewa. Kama vile unavyochezea nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nyumba yako ukigeuza ni kikao cha umera, hiyo tayari itakuwa umechafua nyumba yako. Lakini madhabahu isiwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Basi fananisha nyumba yako na madhabahu ya Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisema mimi sitasimama kanisani, nitampigia simu mama fulani aje kwangu nyumbani, tutaongea 2 matatu, tayari hapo umechafua madhabahu ya nyumba yako. Utateseka mama siku zote kwa sababu ile madhabahu uliyojenga
Yesu Mungu. Umwambie Mungu, mimi ninataka kuwa mwanamke shujaa kama Abigaili. Hata kama nitapitia katika changamoto, ni sawa tu. Kisiwae, Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ni sawa kwako baba yangu. Sitalia na wala sitanyamaza kulitisha jina lako. Walinidharau vya kutosha, lakini kunaye Mungu atanisimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Kunaye huyu baba anayepangusa machozi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke alienda mpaka kwa Mfalme Daudi, akainama mbele zake akamwambia, nisamehe mimi kwa ajili ya mwanaume wangu. Bwana Yesu asifiwe. Yuko mama kama huyo mahali hapa, ama unaweza kupiga magoti ni kwa ajili ya kumwambia mumeo? Bwana Yesu asifiwe. Kijana uliye mahali hapa, unaweza kupiga magoti kuambia wazazi wako? Bwana Yesu asifiwe. Usiseme umekula maisha tayari, yako yamekwisha. Hapana. Bwana huyo atabaki kwa wazazi wako, hata kama ni kilema, hata kama ni songo. Bwana Yesu asifiwe. Kuja madhabahuni, mwambie Mungu, ninamwombea sana mzazi wangu. Japokuwa hatupatani kivile, lakini ninajua neema yako inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na akili nzuri. Barikiwe tena sana. Ilikuwa neno la baraka. Amen. Ilo neno kama nilisikiza vizuri, utaenda mbali. Tusimame. Ni kipindi cha sadaka. Wacha tukaamini kwa pamoja. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mtakatifu. Tunakushukuru Bwana Mfalme Mungu kwa jinsi unavyodhihirisha katika kanisa hili. Tumekuita katika kipindi cha neno na tumekusikia jinsi ulivyoongea kupitia mtumishi wako Esther Baba. Usimwache jinsi alivyo Baba, zidi Bwana kumuinua, uzidi Bwana Mfalme kumfanikishia. Ninaamini Bwana unazidi kumpeleka mbali. Tazama kipindi hiki kilichombelea cha matoleo. Wote Baba Mfalme katika kutolea siku ya leo, si kutoa kwa Bwana jionyesha, bali wanakutolea Bwana Mfalme sasa na wale mambo wanavyonena. Baba yote atakayetoa kwa jina la ndoa yake, kutana na hiyo ndoa. Atakayetoa kwa jina la biashara yake, kutana na hiyo biashara. Atakayetoa kwa jina la huduma yake, Baba kutana na hiyo huduma. Atakayetoa kwa jina la mtoto wake, kama amesukwa na maisha, rekesha kwa Mfalme, arejesha watoto katika njia inayostahili. Baba tunakushukuru Bwana kwa kipindi hiki Bwana, nikiamini